Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani kwako, karibu katika tafakari yetu muhimu inayohusu zawadi mbalimbali kwa mama Bikira Maria na mtoto Yesu, pia kwa wenzetu katika sherehe za Noeli, katika sherehe za Krismasi. Kwanza hebu tuangalie unabii na msingi wa Noeli, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tutakuwa na masomo mawili. La kwanza kutoka katika Agano la Kale, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 7. Lakini nchi ile iliyokuwa imekumbwa na huzuni haitabaki daima katika giza hilo kuu. Hapo awali Mungu alizifedhehesha nchi za Zebuloni na Naftali, lakini siku za usoni ataifanikisha sehemu hii ya baharini na nchi hii iliyo ng'ambo ya Yordani, na hata Galilaya wanamoishi watu wa mataifa. Watu wanaotembea gizani wameona mwanga mkubwa. Watu walioishi katika nchi ya giza kuu, sasa mwanga umewaangazia. Wewe Mungu umelikuza taifa, umeiongeza furaha yake. Watu wanafurahi mbele yako, wanafuraha kama wakati wa mavuno, kama wafurahivyo wanaogawana nyara. Maana nira nzito walizobeba, nira walizokuwa wamefungwa na fimbo ya wanyapara wao, umezivunja kama wakati wa Midiani. Viatu vyote vya washambulizi vitani na mavazi yote yenye madoa ya damu yatateketezwa kama kuni za kuwasha moto. Maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, tumepewa mtoto wa kiume, naye atapewa mamlaka ya kutawala. Ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Utawala wake utasitawi daima, amani ya ufalme wake haitakoma. Atachukua wadhifa wa Mfalme Daudi na kutawala juu ya ufalme wake. Ataustawisha na kuimarisha kwa haki na uadilifu tangu sasa na hata milele. Hayo atayafanya Mwenyezi Mungu wa majeshi. Neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Maneno haya ya Nabii Isaya yaliandikwa, na utabiri huu uliandikwa takribani miaka 732 kabla ya kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lakini pia mwinjili Mathayo katika injili yake sura ya 1 mstari wa 23 anatupa maneno haya: Bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto wa kiume, nao watampa jina Imanueli, maana yake Mungu yuko nasi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, maandalizi ya sherehe hii pekee kabisa duniani ya Noeli au Krismasi yanatupa sura mbili, yana picha mbili. Kwanza, picha ya kwanza ni maandalizi ya kiroho, maandalizi ya kisakramenti. Na picha ya pili ni maandalizi ya kimwili, maandalizi ya kidunia au ya kimazingira. Na mara nyingi kwenye maandalizi ya kimwili au ya kimazingira kunakuwa na mafuriko ya zawadi mbalimbali za kadi, nguo, vyakula, mapambo, vinywaji. Lakini vingi kwa bahati mbaya vinakuwa ni vya plastiki. Na ndio maana Krismasi haipaswi kuwa ni wakati wa kuharibu mazingira kwa bidhaa na vifungashio vya plastiki. Sasa hebu tuanze kuchambua na kufanya tafakari yetu kwa kina, tukianza
na maandalizi ya kiroho. Kiroho, tumpe Mama Bikira Maria na mtoto Yesu zawadi zipi? Maua yapi? Hilo ni swali la msingi kabisa. Maua yapi? Kwanza tuanze na maua ya toba. Mwinjili Marko sura ya 1 aya ya 15 anatuambia, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Toba. Toba ya binafsi na toba ya pamoja ya kijamii ni maua mazuri sana ya maandalizi ya Krismasi. Lakini ya pili, maua ya fadhila zinazotoa upendo wa kweli, kwanza kwa Mungu, kwa jirani, kwa wazazi, kwa watoto wadogo, kwa maskini, kwa wajane na mayatima. Hayo ni maua ya upendo. Manyaridi, maua mazuri ya upendo. Na hili tunasoma pia katika kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 44 hadi 45. Jinsi jamii ya mwanzo walivyouza vitu vyao wakashirikishana kama ndugu, kama shirika. Hilo linatupa changamoto ya maua ambayo tunapaswa leo hii katika dunia hii ya ubinafsi, dunia ya umimi, dunia isiyojali machungu ya wengine, tunakumbushwa tutoe upendo kwa wengine. 3, tunapaswa kuchuchumia fadhila kuu ya matumaini, hasa sisi kama mahujaji katika Jubilei Kuu 2025 ni mahujaji wa matumaini. Ni wazi kabisa kwamba watu wengi leo hii wamekata tamaa. Sio tu wa Kristo, watu wa dini mbalimbali, kutokana na sababu mbalimbali za kisiasa, za kiuchumi, za kifamilia, za mazingira na kadhalika. Kumbe tunaitwa tusikate tamaa na tutoe zawadi za matumaini kwa wengine ambao leo hii wengi wamekata tamaa. 4, tumsikilize Mama Bikira Maria. Katika Injili ya Yohane sura ya 2 mstari wa 5 anasema, lolote atakalowaambia fanyeni. Lolote atakalowaambieni fanyeni. Mama Maria anatuambia mengi, anatufundisha kama mama mlezi. Leo hii dunia inakosa wamama walezi wenye uthubutu, wenye imani, wenye upendo. Lakini mama huyu anatuambia tumsikilize mwanawe, na lolote atakalotuambia tulifanye. Yesu anatuambia mengi, Agano la Kale na hasa katika Agano Jipya tunaambiwa mambo mengi na Yesu ambaye ni Mungu mtu, na tunapaswa kuyafanya. 5, na hayo ni maua. Ua la 5 ni kumweka Kristo kama chanzo, kiini na kinasaba cha biashara na maisha na jamii na siasa yenye haki. Yesu anatawala na anatuita tuhusiane na wengine kwa fadhila ya haki. Dunia ya leo imekosa haki. Maisha ya leo yanapuuzia haki. Ua la 6, naye Mama Bikira Maria ataturudishia zawadi tukimpenda, zawadi ya unyenyekevu. Na unyenyekevu wa Mama Bikira Maria umeandikwa vizuri sana katika ule wimbo wa shukrani unaoitwa Magnificat, moyo wangu wamtukuza Bwana. Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 mstari wa 46 hadi 55. Mama Maria hakujivuna, hakujinyanyua, alionyesha unyenyekevu. Na unyenyekevu huu mimi naufananisha na maua mazuri, mawaridi mazuri, mekundu, ya manjano, ya pinki, yanayotoa harufu nzuri. Unyenyekevu. Wanadamu leo hii wamekosa unyenyekevu katika maisha ya ndoa, maisha ya familia, maisha ya siasa, maisha ya biashara, mahusiano mbalimbali na kadhalika. Kwa hiyo hayo yote, hayo 6 niliyoyataja ni maua ya kiroho, maua ya Noeli muhimu kabisa. Sasa tuangalie
aina ya pili au sura ya pili ya maua ambayo ni maua ya kimwili na kimazingira. Tunapaswa kumpa Mama Bikira Maria, tunapaswa kumpa mtoto Yesu, na tunapaswa kuwatoa kwa jamii maua yafuatayo, zawadi zifuatazo. Krismasi, Noeli ni kipindi cha zawadi. Hata kama ukuwa unatoa zawadi miaka yote hiyo au miezi yote hiyo ya mwaka, kipindi hiki toa zawadi kwa kanisa, toa zawadi kwa Radio Maria, toa zawadi kwa mayatima, toa zawadi kwa wenye uhitaji. Kwanza, maua ya asili. Tutoe maua ya asili katika mapambo ya Krismasi, sio feki. Mimi ninapata changamoto kubwa ninapoona kijana anamchumbia girlfriend wake na anampelekea mawaridi ya asili, anampongeza au pale kanisani au wakati wa engagement. Lakini vijana hao au sisi wa Katoliki, sisi wa Kristo, tunaenda kumpamba Kristo kanisani kwa maua ya plastiki, maua feki. Hii haikubaliki. Kwa nini girlfriend apewe roses za asili na Mama Bikira Maria, Yesu wa Ekaristi na kanisa lipewe roses za plastiki? Hapo ni tunahitaji tafakari na mabadiliko ya kina. Pili, tuwape watoto zawadi zinazojenga maadili, zawadi zinazojenga utu, zawadi zinazojenga heshima, zawadi za Krismasi zinazowafanya wawe wanadamu bora zaidi. Kuna wakati vijana unaona watoto wanakuja kanisani wamevaa suruali zinaitwa crazy trousers. Unajiuliza kwa nini wazazi wawanulie watoto vitu hivi? Hawatajengeka kimaadili. Au kama ni mabinti wamevaa nguo za kubana, watoto wadogo, au zimeacha basi hazina unadhifu, hazina heshima. Kwa hiyo tuwape watoto kipindi hiki cha Noeli, cha sherehe hizi, mambo yanayojenga, zawadi zinazojenga. Unaweza ukawapa vitu vya kuchezea lakini vingi ni plastiki, au sijui wanapewa toys, wanaseserewa bastola na vitu vya ajabu vya kuwafundisha vita na kuwafundisha ukorofi. Sasa hivi havijengi. Mtakatifu Agustino wa Hippo anatukumbusha kuwa kuzaliwa Kristo duniani kama mtoto ni mabadilishano ya ajabu, mabadilishano ya umwilisho wa Mungu, ambaye yeye kama Mungu alikubali kuja kuwa mwanadamu ili sisi wanadamu tuganjiwe, tupatiwe umungu. Walatini wanasema admirabilis commercium, biashara ya ajabu, a wonderful business, a wonderful exchange. Tatu, jina Maria kwa Kilatini ni bahari. Hivyo tuangalie, je, bahari zetu, maji, mito, maziwa yanafurahi wakati wa Krismasi au yanateseka zaidi kwa karatasi, takataka, vifungashio vya plastiki tunazotupa, zinazotoa sumu kwa bahari na maji baada na wakati wa Krismasi? Sayansi inaonyesha kwamba kila dakika moja leo hii chupa za plastiki milioni 1 zinazalishwa duniani. Kwa hivyo kwa lisaa moja lina dakika 60, ni chupa milioni 60, na ni 9% tu ya hizi zinakuwa recycled, nyingine zinabaki, zinasumisha ardhi. 4, Mtakatifu Antoni wa Padua, na nina sanamu yake, ni kati ya watakatifu nao wapenda, aliyezaliwa tarehe ya 15 mwezi wa 8 mwaka 1195 na akafariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1231. Sanamu yake baada ya Mtakatifu Yosefu na Mama Bikira Maria, ni yeye sanamu hii ya mtakatifu huyu pekee anayeonekana kumbeba mtoto. Mama Maria alimbeba mtoto Yesu kwa vile ni mwanawe. Mtoto Yesu alimbeba na ni Mtakatifu Yosefu alimbeba mtoto Yesu kwa vile ni baba mlishi, lakini Mtakatifu Antoni wa Padua anambeba mtoto Yesu katika sanamu hii. Mtakatifu huyu ni mtakatifu wa vitu vilivyopotea. Sio tu vitu,
hata tunu zilizopotea. Tunu ya haki ikipotea, mkimbilie Mtakatifu Antoni wa Padua. Tunu ya upendo, tunu ya matumaini, na vitu vingine vikipotea, fedha, mapendo na kadhalika. Sasa Mtakatifu Antoni wa Padua anasifika sana duniani kwa kuwarudishia watu matumaini kwa vitu mbalimbali vilivyopotea. Tunaweza tukamlilia, tukamuomba pia vitu vya kimungu: heshima, utu, haki, mapendo, uwazi, mshikamano. Mtakatifu huyu anambeba Yesu, na Yesu, mtoto Yesu, anambeba mtoto Yesu. Na mtoto Yesu ndio haki, mtoto Yesu ndio upendo, mtoto Yesu ndio hekima, mtoto Yesu ndio utu, mtoto Yesu ndiye mshikamano wa wanadamu wote. Na ndio maana mwanzo nilisema Krismasi sio tu sikukuu ya Wakatoliki au Wakristo, bali ni sikukuu ya wanadamu wote. Namba 5, rozari ni zawadi pia nzuri sana ya kutoa wakati wa komunyo ya kwanza, wakati wa kipaimara, wakati wa ndoa, mwezi wa rozari takatifu, mwezi wa 5 na mwezi wa Oktoba. Lakini pia tunasahau rozari ni zawadi nzuri ya kutoa kipindi cha Krismasi. Lakini ninachoomba isiwe ni rozari ya plastiki, iwe ni rozari ya mbao kama hii ya kwangu, au rozari ya chuma. Rozari za plastiki haziozi. Kuna mahali fulani tulienda kumzika baba mmoja, na kaburi lilipochimbwa ilikuwa ni parokia fulani. Kaburi lile lilishajaa, kwa hiyo wakaamua kuchimba kaburi pale ambapo palikwisha zikwa mtu mwingine, lakini miaka karibu 50 iliyopita. Tulichokuta kwenye lile kaburi ni fuvu la yule marehemu aliyezikwa miaka 50, na mifupa ya miguu, na rozari ya plastiki ambayo haikuoza. Rozari ni kitu kizuri, ni kisakramenti. Kwa hiyo tuheshimu pia kutumia visakramenti hivi, na visakramenti hivi vijali pia mazingira. Hii ni rozari hizi zimetengenezwa na mbao, na hii ni cotton, kwa hiyo inaoza. Lakini pia rozari za chuma zinapiga kutu na zinaoza. Kwa hiyo ni vizuri tunapokuwa tunahamasisha kusali rozari, na rozari hii ndio silaha nzuri kabisa ya kumpiga shetani. Na silaha hii ina risasi 59. Ukihesabu hizi punje ni 59. Zote hizi ndio punje za kumpiga adui mwovu shetani. Ndio silaha za kurudisha matumaini, za kurudisha fadhila ya haki, matumaini, imani na mapendo kati ya wanadamu na kati yetu. Namba 6, tunapaswa kuhamasisha uchangiaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwetu, hasa kipindi hiki cha pekee cha Krismasi. Ndio mama ametuletea mkombozi. Mama ametuletea zawadi, na zawadi inalipwa kwa zawadi. Sasa tumeletewa zawadi, halafu tunakaa tu wengi, tutakuwa tunanunua sijui vyakula vya pekee, nyama kwa wingi, vinywaji, vitu vingi. Lakini miti ya Krismasi ya plastiki. Sasa badala ya kwenda kuwekeza kwenye vitu ambavyo vinaharibu mazingira, hebu tuwekeze kwa huyu mama, kwa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kipindi hiki, lakini pia kipindi kile tunapohamasishwa wakati wa kapu la mama, na kipindi pia cha Mariathon hapa kwetu Jimbo Katoliki Moshi na Tanzania kwa jumla. Sasa leo hii ningependa kuangalia pia athari za plastiki, za bidhaa za plastiki katika mazingira yetu kwa ufupi tu kabisa, ili tuweze kujua sasa je, janga hili la bidhaa za plastiki hasa kipindi cha Krismasi na mwaka mpya linaleta athari gani? Lina changamoto gani katika maisha yetu, kiafya, kibioanuai, lakini pia katika mazingira kwa jumla? Kwanza, kila mwaka tuelewe kwamba zaidi ya tani milioni 400 za plastiki zinazalishwa duniani. Kwa hiyo ni plastiki, bidhaa hizi ambazo haziozi haraka,
zinaoza baada ya miaka takribani 40 hadi 50. Pili, katika kipindi cha Krismasi yani Noeli, kunakuwa na uzalishaji mwingi wa bidhaa za plastiki. Miti ya plastiki ya Krismasi, taa za plastiki za Krismasi, vifungashio vya vyakula, vinywaji, kadi za Krismasi, vijiko vikombe, sahani za plastiki, lakini zawadi kemkemi mbalimbali za plastiki, kwa mfano viatu, kalamu, radio, saa na kadhalika. Kila mwaka, mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani mwako na mtazamaji wa Radio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani mwako, kila mwaka zaidi au takribani ya kadi za Krismasi bilioni moja huzalishwa, na hizi zinatupwa. Ukiziunganisha hizo kadi na vifungashio vya Krismasi vya vyakula na vinywaji, ukiviunganisha katika mstari ulionyoka, ni takribani kilomita 384,000. Ni kama umbali wa kutoka hapa duniani kwenda mwezini. Na tunahitaji basi takribani viwanja 77 vya mpira wa miguu kuweka hizo takataka za plastiki. Hasa kwa nini Krismasi Mama Bikira Maria anapotuzalia Mwokozi, anapotuletea zawadi ya kudumu, zawadi ya uhakika ya mtoto Yesu, mtoto wa matumaini, mtoto wa imani, mkombozi wa ulimwengu, anayetuponya na majeraha mbalimbali, alafu tunaingia kwenye changamoto ya uzalishaji wa bidhaa za plastiki kiasi hicho. Kule Uingereza kwa mfano, takribani tani 114 za vifungashio vya plastiki hutupwa kila mwaka. Na pia miti milioni 8 ya plastiki hutupwa baada ya Krismasi. Miti milioni 8. Zaidi kule Uingereza, walaji kule Uingereza hutumia takribani vifungashio vingi zaidi ya 400,000 kwa ajili ya zawadi za Krismasi. Na zaidi sana, tukiangalia katika nchi ya Marekani, kule Amerika, zaidi ya 25% ya bidhaa taka hutupwa katika sherehe za Krismasi na sherehe za shukrani, zinaitwa Thanksgiving celebrations. Kwa ufupi, miti ya Noeli, hata ile ambayo inaoza, inapoanza kuoza kule Uingereza tu kwa mfano, inazalisha tani 100,000 za hewa ya methani CH4. Sasa nini kifanyike? Kati ya mambo ya msingi yatakayopaswa kufanyika katika kutunza mazingira ni haya yafuatayo. Kwanza, elimu stahiki na makini ya utunzaji wa mazingira dhidi ya utamaduni hatarishi wa bidhaa za plastiki, vifungashio vya plastiki na zawadi za plastiki. Elimu hii ipewe kipaumbele makanisani, misikitini, mahekaluni na katika jamii kwa jumla. Pili, tuelewe kuwa falsafa hii kwamba anayekubali kubadilika anabadilisha wengine. Mabadiliko yanapaswa kuanza na mtu peke, binafsi. Tatu, kuanzia sasa tukubaliane kwamba Noeli bila plastiki, Noeli bila vifungashio vya plastiki, Noeli bila miti ya plastiki inawezekana. Na mwisho, tukubali ukweli huu kwamba mshikamano kati yetu sisi wanadamu, bila ya kujali dini, itikadi, kabila, cheo au rangi, utaleta mshikamano na maana nzuri zaidi ya maisha na uzuri katika mazingira. Basi tuepe nafasi na fursa zile za uharibifu wa mazingira, na hasa kwa namna ya pekee, mpendwa mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, kipindi hiki cha Noeli na mwaka mpya, ambapo uzalishaji wa bidhaa za plastiki unakwenda juu. Tumpongeze Mama Maria, tuipongeze Radio Maria, na tujipongeze sisi kwa kutokuzalisha bidhaa au vifungashio
na zawadi za plastiki. Mwisho kabisa, mimi Padre Dr. Aidan Gregory Msafiri, padri wa Jimbo Katoliki Moshi, ambaye ni mkurugenzi wa vijana viwajimo Jimbo Katoliki Moshi na vijana wa Katoliki wa vyuo vikuu, ninawatakieni ninyi nyote maadhimisho yenye baraka tele ya sherehe na sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Mwenyezi Mungu awalinde, awatunze na abariki kazi na jitihada zenu katika mwaka 2026. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.